siku ya leo mzee wa kanisa anaitwa Kiariwa Kiboko. Huyu muda utakapofika atapata muda kusimama na kusalimia washiriki na kunena na wana na binti za Mungu. Kwaya zetu siku ya leo wakati wa sadaka itaongozwa na sauti ya Luguruni na Luguruni SDA. Alafu wakati wa mhubiri tasimama wokovu, na wakati wa kutoka tutaongozwa na The Anna, na watakao tusimamia siku ya leo katika maombi wakati wa kurudi madhabahuni ni Daniel Magesa na Nickness Amani. Daniel Magesa simuone mahali alipo, basi muda ukifika tutajua la kufanya. Sasa tuangalie. Mkaribishe sasa yule wa fungu kubwa na kiongozwa na wimbo ule. Karibu. Kanisa, Bwana ni mwema wakati wote. Basi niwakaribisha wote tunapoenda kuimba wimbo wetu mkuu namba 79. Nataka imani hii tukiwa tumesimama tuimbe wote kwa furaha. Simame. Washiriki wote kama hamna shida yoyote na kwa usimame.
wa utukufu wa Bwana. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Nasemaje kwa neno la Bwana? Baba Mfalme, Mungu mwenye enzi, mtakatifu, uketie mahala pa siri juu mbinguni, tunakualika sasa uje kwetu Yesu, uwe karibu nasi katika sabato ya leo. Wana wako wamepiga magoti, wamekuja kukuabudu. Pengine Jehova, katikati yetu kuna mtu ana changamoto kubwa sana, Mfalme, ambayo yeye peke yake ndiye anayejua, na wewe Mungu wake. Yawezekana ni changamoto katika ajira yake, yawezekana changamoto katika ndoa yake Jehova, yawezekana ni changamoto katika biashara yake, mtaji umeshuka Yesu wangu, yawezekana ni changamoto katika uchumba wake. Lakini Mungu, yawezekana ni changamoto kwa kijana yule, mtoto yule anayesoma shule. Mchana wa leo tunarudi kwako, uje karibu nasi. Pokea matatizo yetu, pokea changamoto zetu, pokea shida zetu, pokea magonjwa yetu, pokea mafadhaiko tulionayo katika mioyo yetu. Tumekuja kupumzika miguuni pako katika sabato ya leo. Tunalika Roho wako Mtakatifu, Mungu wetu, mtumishi wako atakaposimama na kuongea na wana wako. Tazama Mungu, tuna mradi mkubwa wa ujenzi wa kanisa. Baba, tunahitaji pesa kwa ajili ya kukamilisha ujenzi huu. Wana wako wamejiandaa kwa siku 6 na wameleta kile ambacho umewabariki wewe. Wasitoe kwa kunung'unika, wasitoe kwa uchoyo. Mungu, hakika umetubariki na sasa tunaenda kutolea kile ulichotubariki Yesu. Ombi langu mchana wa leo, ukapokee matoleo yetu, ukapokee kile ulichotubariki Yesu. Na pale ambapo tutakutolea kwa moyo, tutakutolea kwa uaminifu, nawe sio mchoyo wala uoni, utatubariki kadri ya mapenzi yako. Lakini Mungu, tunaweka kanisa lako Maria mikononi mwako. Conference yetu tunaweka mikononi mwako. Mungu wangu,
union, division, hata general conference. Mungu, viongozi wote tunaweka mikononi mwako. Lakini unapotubariki katika kanisa lako, usiwasahau na viongozi wetu wa serikali. Mungu, tunawaweka mikononi mwako. Amani yako inapotawala katika nchi yetu, nasi tunapata uhuru wa kuabudu na kushiriki katika neno lako na utumishi na vitu vingine ambavyo Mungu ameweza kutenda katika maisha yetu. Asante Jehova, kwa sababu tutaona mkono wako katika sabato ya leo, nasi tutapokea mibaraka, na kila atakayetoka huko katika ibada ya leo akiri kwa kinywa chake kwamba kweli amekutana na Yesu. Asante Baba, kwa sababu utatenda hilo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ni wasaa mzuri tena kwa ibada ya matoleo. Daudi anasema katika Zaburi 116, nirudisheni Bwana kwa ukarimu kwa chukua nilitendea. Hivyo katika siku hii ya leo, mchana leo, tunapokuja katika ibada ya matoleo, kila mmoja ajihoji kujua kwamba nini anamtolea Bwana kwa kila alichoweza kumtendea. Kwa maana amekuwa tozo ya senti 50 kwa uhai ili niweze kulipa. Kama na hilo uweze kuweka sawa, muda huu kwa ibada ya matoleo tutatoa sadaka zetu za sadaka na matoleo mengine, lakini kwa sadaka ya majengo kila atakaposimama kwa ibada ya siku leo atatoa taratibu kwa namna gani tunaweza kuitoa pia. Kwa hiyo unapoandaa bahasha yako na kuweka maingizo ya matoleo yako, basi weka maingizo mengine, lakini kwa upande wa majengo utakaposimama ataratibu kwa namna gani tuweze kutoa hiyo sadaka. Ndio ni sasa 1:2026 somo linasema tumai vitu, penda watu. Naweza kusema tunapojiandaa kurudisha sadaka zetu na kutoa sadaka zetu leo, kumbuka usemi huu kwa hekima katika kizazi ambacho kinapenda vitu na kutumia watu. Kwa Kristo tunaitwa kuwapenda watu na kuwatumia watu na kutumia vitu. Yesu alituonyesha jinsi ya kufanya hivi. Alitumia udongo kumpenda yule kipofu. Alitumia mchanga kumpenda mwanamke mzinzi. Alitumia maji na mitungi ya udongo kwa mfinyanzi kuwapenda maharusi wake. Alitumia mikate na samaki kupenda umati wa watu wenye njaa. Alitumia mavazi yake kumpenda mwanamke aliyekuwa akitoka na damu. Hatimaye akatumia msalaba na misumari mitatu kutengeneza daraja la upendo. Yesu alitumia vitu kuwapenda watu. Lakini katika badiliko la kiungo la ongezeko la ajabu, Yesu pia hutumia watu anaowapenda kututumia sisi kuwapenda wengine.
vipaji, mali, shuhuda, kuongoza watu kwa Yesu. Ni nafasi ya upendeleo kiasi gani kuwa watendakazi katika shamba la Mungu na mizabibu. Wito. Je, unampenda Mungu kiasi cha kutosha kutumiwa naye? Unaporudisha 10% ya zaka na kutoa sadaka yako na hadi leo, jiulize mwenyewe jinsi utakavyotumia vitu, nyumba yako, fedha, talanta na muda kuwapenda watu. Ni njia bora ya kuishi, ni njia ya Mungu. Asante kwa kutoa kwa ukamilifu leo. Tuombe. Mungu wetu uliye mtakatifu, tunakushukuru sana kwa baraka zako. Ama hakika mtumishi wa Daudi anakija kusema kwamba rudisheni nini kwa ukarimu wako. Tunajua kwamba fedha na mali ni vyako, sisi ni watu wako, uhai tukiwa nao wako. Hivyo tunajua kwamba hakuna kitu chetu, bali tunapofanya kutoa zaka na sadaka ni tendo la imani, lakini pia ni haki yako kurudisha zaka na sadaka. Tusaidie hivi leo tunapofanya hivi, tudhihirishe upendo wetu kwako, lakini kupitia mali zetu na vitu ambavyo kubariki unahitaji tuweze kuakisi tabia yako ya kuwapenda watu wengine kama kuwapenda wewe. Asante kwa sababu katika siku ya leo tunakuambia baraka zako na kutufundisha kuwapenda watu wengine kupitia watu kubariki. Tuna imani ya kwamba utatenda na kuzidi, kwani tunaomba kwa imani katika jina la Yesu. Amina. Nini kama ukupatiwa? Na maana Mungu alishakupatia. Ndio maana anasema rejesheni zaka kamili, leteni sadaka. Kwa hiyo unayetoa sadaka, unapotoa mchango wa kanisa, unatoa kwa sababu ulishabarikiwa na Bwana. Bwana asifiwe. Mtu fulani anatoa hapa si kwa sababu natoa ili barikiwe, hapana. Kwa sababu unatoa ina maana kuna kitu Mungu alikupa, ndio maana unapata nafasi ya kutoa. Tumrudishie Mungu mali na sifa kwa kuwa anatendea. Tumevuka hapa barabarani, tumekuja, tumesafiri nzima hii. Uhai wetu Mungu ametushikilia, kazi zetu Mungu ameshikilia. Ndio ulikuwa unapika, ndio, lakini hapo kwenye kupika kuna watu wanaungua na moto wanakufa, lakini wewe Mungu alikulinda. Ndio ulikuwa unavuka barabara, tumevuka hapa, kwa wengine hawakuvuka tena wakaondoka, lakini ila baraka ya Mungu kwetu. Ndio maana watoto wakapata elimu, mashamba yako yule kijiji ya karibu wakawa salama, rafiki ya fulani. Mungu ameendelea kuishikilia kazi yako, Mungu ameishikilia. Yumkini unastaafu mwakani au mwaka huu, amekulinda miaka yote. Ni baraka za Mungu tu, ndio maana ukuangalia. Wito wetu marafiki, asubuhi na mchana wa leo ni kumrudishia Mungu shukrani za dhati. Rafiki, je, Mungu akukupa chochote? Mpaka ufika umri huo, Mungu hajakupatia chochote. Lakini nataka ninene jambo moja na vijana. Wakati fulani tunasema sisi vijana hatuna fedha, tujaajiriwa bado, hatuna kazi. Lakini maandiko yanasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Rafiki, ile fungu alihusiani tu na kuimba. Rafiki, fungu hilo alihusiani tu na kutoka kufanya injili. No, hata katika nguvu zako anasema mkumbuke Muumba wako. Kabla hazijaja siku ambazo anasema sina furaha tena ya kupanda katika ile kiti, sina furaha tena ya kusogeza, sina nguvu ya kusogeza wale watofali pale. Wakitajika watu wa kuchanganya simenti, sina furaha tena kwa sababu sina nguvu hiyo tena. Kumbuke Muumba wako kabla nguvu zako hazijaja. Je, Mungu hakukupa chochote? Hakukupa fedha? Ndio, lakini alikupa nguvu. Sabato fulani, siku fulani ya Jumapili tukihitaji kufanya ujenzi, tukihitaji mafundi, yumkini ungekuwepo. Kwa nguvu zako alizokupatia Mungu ungefanya jambo. Kumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Takuja
siku ambazo huwezi tena kunyanyua kafara, huwezi kupanda tena sehemu fulani, umri umekwenda. Ningekuwa na nguvu, yumkini ningechanganya hapo kokoto na mchanga tukakuepusha gharama, lakini muda huo umeisha, hauna nguvu tena. Je, Mungu hakukupa chochote? Mungu hakukupa nguvu? Mbona Mungu amepatia chochote? Rafiki, kila mtu ana wajibu wa kufanya kazi ya Mungu, na sisi wote tumepewa vitu. Ndipo sasa ninajibu swali kwamba kila mtu amepewa kitu cha kufanya, na wewe rafiki, naamini umepewa kitu cha kufanya. Wakorintho wanasema Mungu wajaza watu wao kwa moyo kupenda, watu wanaotoa kwa moyo wa kupenda. Marafiki, asubuhi na mchana wa leo yapo mahitaji ya kanisa, yapo mahitaji ya kanisa yaliyo mbele yetu. Tunahitaji matofali 2,000. Kwa nini nasema vitu hivi? Nisikilize mpaka mwisho rafiki. Matofali 2,000. Tofali moja ni shilingi 1,300. Je, Mungu akukupa nafasi? Je, Mungu akukupa kitu? Je, unashindwa vijana kumpatia Mungu tofali moja na shilingi 1,300? Je, Mungu akukupa kitu? Je, unashindwa kumpatia Mungu tofali moja na shilingi 1,300 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za kanisa? Ndiyo maana anasema Mungu amenipatia kitu. Lakini inahitajika mchanga tebo moja 3.5, inahitajika simenti 80. Simenti moja ni 17,500. Je, Mungu akukupa kitu cha kutolea? Je, mzee, je, Mungu hajakupa kitu cha kutolea? Je, mzee Amani, Mungu hajakupa kitu cha kutolea? Tunahitaji nondo 50. Nondo moja ni shilingi 40,000. Je, mama Kagoswe, Mungu akupatie kitu cha kutolea? Je, kweli ulishinda kutoa nondo moja ili kazi ya Bwana ikamilike? Tunahitaji kokoto tipo 12 zile ndogo za 170, ama tipo moja kubwa ya shilingi 1,900. Zile ndogo ni 12, 170. Je, injinia Sambi, Mungu akupatia kitu, utashinda kumtolea tipo moja ya kokoto? Tunahitaji mabati mita moja shilingi 26. Tunahitaji mita kadhaa hapo, mabati, misumari, nyumba milioni 4,700. Hapo nje tunahitaji mabati 8 tu. Je, mzee Masai, Mungu akupatia kitu, unaweza kutupatia mabati hayo? Tunahitaji nondo. Je, mzee Kiasi, Mungu akupatia kitu cha kutupatia mabati ama nondo 10 asubuhi ya leo? Filipo, je, Mungu akupatia uwezo wa kupatia matofali 10 tu rafiki? Naje, Mungu akupatia kitu cha kumtolea? Rafiki, hao ni baadhi ya marafiki niliowataja niliopenda kuwatumia kama mfano. Lakini marafiki, kila mtu amepewa kitu. Karani wa kanisa, Mungu akupatia kitu. Je, unashindwa kupatia simenti moja, kazi ya Bwana itakamilika? Tunahitaji takriban milioni 12. Kiangalia kanisa, watu wote tulio hapa tumevaa vizuri, Mungu hakutupatia kitu. Niwaalike makarani wagawe karatasi. Tunahitaji fedha keshi, akiba ya kadi na ahadi zetu. Ahadi zetu tunahitaji kuzikamilisha tarehe 1 mwezi wa 3. Mchango huu na ahadi ni mpaka tarehe 1 mwezi wa 3. Je, Sayuni Nyakunga, Mungu ameshinda kukupatia kwa mwezi mzima matofali 5? Ndio mimi kijana sina kazi. Perez, Mungu ameshinda kukupatia matofali 5 kwa mwezi mzima huu wa 2. Mama Mjema, Mungu ameshinda kukupatia simenti moja kwa mwezi mzima.
huu wa pili, marafiki, ndio maana tulisema tunahitaji imani katika kumtolea Bwana, kwa sababu Mungu ameshatupatia, ni sisi kumtolea Bwana. Je, mama Bwana, Mungu ameshindwa kukupatia nondo moja? Hapana, Mungu ametubariki familia ya Kikuyu. Mungu ameshindwa kukupatia roli moja la kokoto na shilingi 170? Hapana. Na maanisha Mungu amefanya zaidi, anahitaji tuende mbali zaidi, tupige hatua marafiki. Tunapopiga hatua, Mungu anatubariki. Kama unaona rafiki aliyehifadhi ile moja alionekana kufanya chochote, lakini mtu aliyetoa hapana, nifanye jitihada, Mungu alibariki. Kwa hiyo rafiki, unaposema namtolea Bwana, Mungu anakubariki. Mungu, ninahitaji kutolea, sina pesa hapa ndio, lakini katika mwezi huu nipatie wewe moja la mtaka. Mungu ni mwaminifu na Mungu anakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu. Ndio kila Mungu ndio kikuu hapa tunasoma, lakini umeshindwa kutolea Mungu matofali matano. Ni wastani wa shilingi 1,200 na 300 kwa siku. Unapokuja kanisani unaleta 2,000 unaweka. Unapokuja kanisani 2,000 unaweka. Mpaka mwisho wa mwezi unaweka. Marafiki, kwa nini tunataka kumtolea Bwana? Mwezi mzima tunashika kutoa kitu. Tayari sauti ya Rohoni kwa ajili ya wimbo, lakini kabla ya wimbo ni mwanike shemasi wetu. Tunataka tukione. Lakini tunataka tukione. Kabla hujaandika, makarani naomba wakati watu bahasha waanze kuandika. Ni muda wa kugawa bahasha shemasi. Iko vitu hivyo, kama una keshi, nyosha mkono wako. Natamani ugawie vijana. Wakati vijana wanakuja hapa wanaimba tu wanaondoka, hapana. Kama hujachukua kitu usije kuiba hapa mbele. Kama hujachukua ahadi, utaki kumtolea Bwana, usije kuiba hapa mbele. Kwa sababu Mungu amekupatia. Wewe kijana kushindwa kutoa tofali mbili. Hapana. Kwa sababu Mungu amekupatia. Rafiki, kama hujadhamiria kumtendea Bwana asubuhi na mchana wa leo, usije kuiba hapa mbele. Unapotuhamasisha kuibe, kumtolee Bwana, kwa hiyo umefunga mikono. Ukisi hapana, mimi siwezi. Ndio maana tulichagua na kuvunja mahitaji ya kanisa ili kila mmoja aweze kushiriki. Maadui aweze kushiriki kwa uwezo wake. Masanja aweze kushiriki kwa uwezo wake. Kiani aweze kushiriki kwa uwezo wake. Kila mmoja ashiriki kwa uwezo wake. Bwana asifiwe. Ndio maana tulivunja magoli haya. Yukiri nao keshi, chukua bahasha kutoka kwa shemasi. Tunamaliza marafiki siku hii leo. Ni karibu tunaondoka hapa. Na ni bado ni saa 6:28. Tunaondoka marafiki. Lakini ninakuuliza, unapoandika kwamba utatolea Mungu shilingi 2,000, jiulize, ndio Mungu aliyokupatia matofali mangapi? Rafiki, hata kama una fedha, leta hivi vitu. Sema mimi nitatoa matofali, tutapokea hata hapo basi. Mimi nitaleta matofali mwenyewe, hakuna shida. Yatakuja, nitaenda kokoto mwenyewe, nitakwako hapo nje. Lakini rafiki, usitoke bila kutolea Bwana, kwa sababu Mungu amekubariki. Mungu amekubariki. Mahitaji haya ni mpaka mwisho tarehe 1 mwezi wa 5. Mwezi mzima huu rafiki, unaweza kutoa chochote. Leta kidogo kidogo. Unapoleta na sisi tunaendelea kujenga. Unapoleta na sisi tunaendelea kujenga mpaka tutakamilisha. Rafiki, hakuna atakayekuja kufanya kwa ajili yetu. Hayupo na hayupo kabisa. Ni wewe na mimi ndio tunapaswa kufanya kwa ajili ya Bwana. Rafiki, matofali 500, matofali 600, nondo 10. Rafiki, mchangie Bwana. Katika wiki marafiki fulani walipoona kuna habari ya ujenzi, walifanya jambo kwa ajili ya Bwana. Bwana asifiwe. Walifanya jambo kwa ajili ya Bwana. Watu fulani wakasema watatoa simenti 10, watu fulani 20 na kadhalika. Vyote vitaingia katika mfuko wa Bwana. Wengine watatoa matofali kadhaa. Vyote vitaingia katika mfuko wa Bwana. Na wewe ni wajibu wako kumletea Bwana. Rafiki, una jambo la
ufanye kwa sababu Mungu amekupatia. Shemasi, naomba uthibitishe kwa haraka katika wasilisho lililolidhamiria kama kanisa tulio. Kwa sasa marafiki, katika kiambaza hicho, huo ndio muonekano wa kanisa letu. Kuna watu mara nyingi wakija hapa wanasali wanaondoka, lakini huko nyuma hata hawajui kitu gani kinaendelea. Huo ndio muonekano upande wa nyuma. Huko mbele pana rangi nzuri ya kuvutia, lakini huko hivyo. Picha nyingine rafiki. Huko nyuma huko hivyo kwa sababu ya haiko clear, lakini huko nyuma kuna rangi ya namna hiyo. Picha nyingine rafiki. Huko namna hiyo. Wakati fulani kuna watu hata hawawezi kwenda msalani. Kwa hiyo wanasali wanatoka. Wanasali wanatoka. Hawafahamu kinachoendelea wakati huo. Huko nyuma rafiki, pata nafasi uende utazame. Utoke ukiwa unatokea upande wa kushoto unaingia katika kanisa. Unalionaje kanisa mara nyingi? Huo ndio muonekano huko nyuma. Na hayo mabanda na vitu kama hivyo. Ndio muonekano umeishia hapo kwanza. Huu ni muonekano wa sasa. Lakini kule nyuma unaona kunakoonekana mbele nadhifu, lakini kule nyuma, hebu rudisha picha ya nyuma. Kule nyuma ndio sehemu ya kuhifadhia makorokoro yote tunayojua yako huko. Eneo hilo halina Mungu tukufu. Tunapaswa kulibadilisha. Hakuna mtu wa kulibadilisha wewe. Twende kwenye picha tunazozitarajia. Twende kwenye muonekano tunaotarajia. Marafiki, muonekano huo ndio tunaotarajia. Ishi hapo. Muonekano huo ndio tunaotarajia. Hakuna mtu rafiki wa kubadilisha muonekano huo. Wakati fulani kuna hizi vitu vya kuchora, mainjinia wanachora kwenye kompyuta na vipamba, la acha. Ni vitu vinavyoishi. Watu wanaishi katika maisha haya. Rafiki, kanisa letu linafikia malengo hayo. Picha nyingine rafiki. Hata upande wa nyuma nao unapomalizika utakuwa na sura nzuri. Upande huu utakuwa na balcony ya kuingia kwenye corridor, na upande huu utakuwa na balcony ya kuingia pia kwenye milango mingine. Milango hii ile itatumika na watu wanaokuja kwa ibada, lakini shughuli zote zitatumika kutumia milango hiyo ya nyuma. Upande ule mwingine rafiki, huo ndio upande mwingine, upande huu wa kuingia. Asante. Niwaalike sauti ya Mungu kwa jana. Mungu atuwezeshe kufikia malengo haya kwa kutoka jina. Andika ahadi yako, alafu hiyo na usiweke hapa rafiki. Muda wa kuiweka wakati. Andika ahadi yako, baki nayo. Sauti ya Mungu inatupatia wimbo wakati wa matoleo. Rafiki, jitahidi kushiriki baraka kwa Bwana. Na wewe ni sehemu ya watu hao.
kufanya kabla ya mwisho wa mwezi huu, maana mwezi wa pili bado nafasi ipo. Kama ambavyo neno la Mungu linasema, siku moja tutasikia maneno, vyema mtumwa mwema, ulikuwa mwaminifu kwenye madogo, rithi ufalme na kuweka uwe utawala kwenye mfumo. Mungu wa mbinguni atuwezeshe. Kama hilo ndio tamanio lako, kwa nini usisimame pamoja nami? Tamanio lako kutimiza ahadi yako ama kuendelea kuitegemeza kanisa na kuenda kumwalika mzee kiongozi atakuombea. Mungu abariki kazi ya mikono yetu, ili matazamio tuliyoweka kwa mwezi huu wa pili, robo hii, yaweze kutimia. Rafiki, pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Mtu fulani imeandika atatoa matofali 500, tena hiyo hana ndio, lakini Mungu atakutendea. Mungu awezaye kututendea atakutendea. Mzee wa kanisa, karibu waombee watu hawa ili Mungu awafanikishe malengo yao. Marafiki, katika maisha tunapopiga hatua kidogo kidogo tunapata farijiko. Tunapoanza katika KNOP, tunapoendelea kanisa la watoto, unapopiga hatua unapata farijiko, na hatua hizo ni hatua za imani. Bwana akubariki katika jina la Yesu. Amen. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana asubuhi ya leo na mchana wa leo kwa ajili ya sabato hii ya leo. Wana wako na binti zako tumefanya maagano na wewe, tumeandika ahadi zetu, na wengine wametoa keshi. Wote tulioandika na wote ambao tumetoa keshi, Mungu wetu kapate kubariki. Kabariki kazi za mikono yetu, wale ambao tumetoa ahadi, wengine tumeandika tu kwa imani kwa sababu tumesikia neno lako. Ukatusaidie katika kazi zetu, ukatusaidie katika biashara zetu, ukatusaidie katika ajira zetu, ili mwezi huu ambao tumekubaliana na tumepatana tukapate hicho ambacho tumekuahidi Mungu wetu, na tutakapokuletea katika hekalu lako takatifu, jina lako litakuzwe. Tunakushukuru kwa ile ambayo tumetolewa, na tunakuomba kwamba kwa hili ambayo tumetolewa tusaidie sasa Mungu wetu kuendelea na ujenzi wa kanisa. Nikasaidie ili kazi yako ikamilike. Tutakapoitwa tena kwa ajili ya kazi kama hizi, kazi za effort, kazi za kutoa michango mbalimbali, Mungu wetu tupatie mioyo ya kupenda kutoa bila manunguniko. Bariki wana wako na binti zako ambao wanakulilia katika shida zao. Wengine wanakuja kwako kwa ajili ya malezi ya watoto, wengine wanakuja kwa ajili ya biashara zao, wengine wanakuja kwa ajili ya masomo ya watoto wao. Kwa sababu leo tumesimama kwa imani na tukakutolea sadaka hizi, basi sadaka hizi zikafanya jambo fulani katika familia zetu. Jana huwa leo tunapohitimisha ibada hii ya leo, tunajikabidhi mikononi mwako, tukitegemea kwamba ibada zetu tangu asubuhi mpaka sasa umezipokea na zitapata kibali machoni pako, kwani tumeomba kupitia mwongozo wetu Yesu. Amina. Basi tumefikia mwisho wa ibada yetu siku ya leo. Niwakaribishe kwa ajili ya
vingi mbalimbali ambavyo vitaendelea jioni hii ya leo, lakini kwa kutoa sadaka zetu siku hii ya leo, sio kwamba tumefunga hiyo milango. Milango itafungwa, milango iko wazi. Huenda ikawa katikati ya wiki ukabarikiwa jambo fulani, ukapata mbaraka kwa Mungu, basi leta kwa ajili ya kumjengea Bwana. Michango hii au sadaka hizi zitaendelea hadi tutakapokamilisha ujenzi wa hiyo kerubi, kanisa la watoto wetu pale, na hizo ofisi za kanisa hapo. Tutaendelea taratibu mwingine utatolewa kwa baadaye, jinsi tutakavyoendelea na zoezi hili. The Anna Voice, kama mpo unaona kwa wingi wenu, lakini nategemea kwamba mpo. Sasa mniimbe wakati mashemasi atakapomaliza, mashemasi watatuongoza jinsi ya kutoka. Karibuni. Kama hampo, asante. Atakapomaliza wimbo huo, shemasi watatuongoza kutoka. Kuna baraza la huduma nakumbushwa viongozi wote wa maidara, mnapokuwa mmekubaliana, basi muende kwenye kikao hicho kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ya kanisa.